Nipo katika hospitali ya Jitimai maeneo ya hapa Zanzibar, na tulikuja kwa ajili ya matibabu, lakini tumeshindwa kutibiwa kwa sababu ya sheria iliyopitishwa ya kwamba mtu ambaye anayepaswa kutibiwa lazima awe na kadi ya Mzanzibari. Kwa msingi huo sasa, lile ambalo alilisema katika Baraza la Uwakilishi Saada Mkuya ndo ambalo linaloendelea sasa. Tunazozitaka mamlaka ni kulithibitisha hili kwamba hapa nimeshauriwa niende hospitali ya kulipia. Ni jambo la ajabu sana nikiwa kama mwananchi ambaye ni Mtanzania, yaani kwamba hatuwezi kutibiwa kisa sisi ni wa bara. Unaona? Tumeenda mpaka kwa share, tumepewa karatasi ya kuandikisha, lakini tumepewa karatasi ya share, lakini tumekuja hapa tujapata matibabu. Actually sio kwamba mimi naumwa, lakini kuna mtu anaumwa, sasa nikabidi nimpe msaada. Sasa kwa msingi huo, mimi niwaambie hili mnalolitenda hili la kwamba hatutaweza kutibiwa si wa bara ni jambo la ajabu sana. Haijawahi kutokea duniani. Nchi ni moja. Unaona? Na sisi matibabu tunategemea kwamba tukiwa eneo husika lazima ufanye matibabu, sio kwa utaratibu huu wa wizi wa ajabu. Kwa hiyo mimi niwaambie kwamba Saada Mkuya alilozungumza, na hizo ajira chache ambazo zipo zinakamatwa na wenzetu upande wa pili, ingawa tukisema inakuwa ni nongwa sasa kwamba eti sisi tunaukejeli muungano, lakini kama kuwatetea vijana wetu kupata ajira ndio chanzo na kero ya muungano, kwamba eti tunahatarisha muungano uvunjike, basi mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ziwani naendelea kutetea na kuwaombea vijana ajira, na kama hii ndio sababu ya kuvunjika muungano, wacha uvunjike. Mnaonufaika na muungano huu, mimi nawashauri uvunjeni kwanza kwa usalama na maslahi yenu wenyewe, maslahi ya Wazanzibari na Watanganyika, kwa sababu nawahakikishia kuvunjika unavunjika. Huu muungano kuvunjika unavunjika, ila wengine sisi tunapoonya hivi, tafsiri yetu ni kwamba usije ukavunjikia pabaya ambapo mutaharibikiwa sana nyie mnaonufaika nao. Hebu moja niangazie iwe kwamba mnaonufaika pengine ni wale ambao mnapitishia vitu Zanzibar, Watanganyika mnaopitishia vitu Zanzibar, na nasema aina mbili ya Watanganyika ambao wanaweza akawa nanufaika na muungano huu. Moja ni wale ambao kwa ulingana ushuru mdogo wa Zanzibar vitu wanaingizia kule, alafu wanavivusha kuja Tanganyika kwa magendo. Niwaambie kwa sasa hivi, mbona libandari hilo sasa mlishalimiliki, ni la kwenu. Nadhani wenye hilo libandari, hata kama wewe sio mmiliki wa moja kwa moja, hawezi wakaruhusu kapitisha njia za panya, watakamata ili wapate hela zote za libandari na za kwako wewe. Kwa hiyo dili chezea tu hapo bandarini, chezea tu hapo bandarini, mutaelewana tu. Wala ambao libandari ni lao, lakini pia hawavushia wapitishii vitu hapo, wanapitishia Zanzibar na kuvushia kule, niwaambie libandari lenu Watanganyika, si mmeshaona tumeinua mikono, tunawafanya nini? Livunjeni kwanza hiyo limuungano, kwa sababu litavunjika vibaya, mutaharibikiwa vibaya. Mimi niwaambie hivi, linaongeza hasira pande zote, ambapo sababu itakuja kutokea kinyume kabisa na mnazodhibiti. Mbili, livunjeni limuungano mnaonufaika nalo kwa njia ya mumewaweka Wazanzibari wawe watawala Tanganyika, kwa sababu moja, hawana uchungu wala rasilimali za Tanganyika mtakavyokuwa mnazibananga, mtakavyokuwa mnazifanya mnavyotaka. Mbili, hawazijui. Tatu, hawana uchungu na uhai wa Watanganyika. Kwa hiyo kwa ushauri wangu
ushauri wangu ni kwamba kwa sasa imeshajulikana, hata nyewe wenyewe mkilichukua linchi mtajifanyia mnarotaka. Mmeshajifunza wa kumdhibiti, wa kumpa chake ni nani, ila kwa nadra nachohisi nyie mtakuwa na huruma na uhai. Kwa sasa kwa Tanganyika hatupiganii tena kwa nguvu kubwa la rasilimali. Kwa sasa tuko kwenye kilio kikubwa cha uhai. Kwa hiyo ninahisi nyie wenyewe wala uhai mtatafuta njia yoyote muibe kila kitu, mule wenyewe kila kitu, lakini wala uhai hamtaunyonga kama hivi. Lakini upande wa jambo la tatu, kwa Wazanzibari ambao mnanufaika na hali hiyo ya kuwekwa madarakani ili muue mnavyotaka, ili nanyi mpole kidogo, niwaambie ni vizuri mungerudi kwenye nchi yenu. Ni vizuri mungerudi kwenye nchi yenu, vunjeni huu muungano, kwa sababu kwa kadri kama ni kulipa kisasi cha watu wenu 12 waliouawa wakati wa Mkapa, sio mnasema 12 sio wangapi mnawajua nyie, mmeshalipa, mmesimamia, mmesukuma mauaji ambayo kimsingi ikija tu ufanyike kwamba ni uchunguzi huru na wa haki kabisa, wasimamie watu wa haki mfano wa mimi, naamini ni mamilioni ya watu wameuawa kikatili kwa sababu ya usimamizi wenu ambao mmewekwa kama watoto wa mama wa kambo na mama wa kambo, muonekane mna haki katika mali za familia. Nawaambieni, mnatengeneza uhasama mbaya zaidi. Nimeongea maneno ya wazi kabisa haya, ya wazi kwa sababu kufa tumesha kufa, ila pengine tukiongea kwa uwazi kabisa ndio tunaweza tukaja kujinusuru kabla ya uharibifu zaidi. Naambia, kama mlikuwa mnalipa kisasi, ni cha kidini, ni cha kikanda, mmelipa, inatosha. Huku ingine mtakuwa mnavuka, mmevuka, mtaendelea kuvuka kwenda mbali, inatosha. Kama kulikuwa namna yoyote ya kulipa kisasi cha watu wenu 12, kisasi cha kidini, inawatosha. Kama kulikuwa na kisasi cha kwamba mlikuwa mnaibiwa sana na Watanganyika, sasa na nyie mlitaka muibe sana, na hisi inatosha. Huku mbele mnauchochea moto utakaolipukia sehemu tofauti kabisa na mlipowekeza akili zenu, nguvu zenu kudhibiti. Ni ushauri tu, lakini kama sivyo, endeleeni kushupaza shingo. Acha inyeshe, acha endelee kunyesha. Muungano ina mambo mengi sana, linalalamikiwa kwa mengi sana. Mimi ni mhubiri. Mimi binafsi ninaamini wanadamu wanatakiwa waungane zaidi kuliko kutengana, lakini pale wanapoungana kwa namna ambayo inawaumiza upande mmoja au inawaumiza wengi, wanadamu wanatakiwa wawekane mbali ili wajichunguze, wajisahihishe. Muungano unaweza ukawepo kwa sababu ya familia zetu zilivyoingiliana kabisa, lakini unaweza ukawepo muungano bora kuliko huu. Unaweza ukawepo muungano wenye masilahi mapana kwa pande zote kuliko huu. Muungano kimsingi wenyewe una faida kubwa. Muungano hauwezi kulalamikiwa ikiwa tu umeunganishwa kwa nia ya dhati na unasimamiwa kwa nia ya dhati. Hauwezi kulalamikiwa muungano. Huu unaolalamikiwa
Tenganisheni, kila mmoja simame upande mwingine. Familia zile ambazo tumeingiliana, bila shaka tutakaa chini, tutakuja kutoka na muungano bora zaidi. Nje na hapo utapasukia pabaya. Kupasuka unapasuka, muungano kuanguka unaanguka, muungano kuvunjika unavunjika. Isipokuwa kuvunja wenyewe lilikuwa jambo zuri kuliko utakapovunjika wenyewe. Ongera na asante kwa kunisikiliza.